Mambo vipi mtazamaji wa Mshindo TV, naitwa Talented, nyuma ya kamera ni Ashura Mzee. Leo niko na swali moja tu nitakwenda kuuliza baadhi ya wananchi kutoka maeneo tofauti. Lakini mbali na hapo, hata wewe mtazamaji ambaye unaniangalia muda hapa, una ruhusa ya kuandika lolote chochote kupitia njia ya comment. Swali ambalo nitakauliza leo ni kama lifuatalo. Ukimwona mtu anatoa rushwa ili apate nafasi ya uongozi, unapaswa kumripoti sehemu husika? Kama ndio ni kwa nini, lakini pia kama hapana pia ni kwa nini? Hapa niko na baadhi ya wananchi kutoka maeneo tofauti wanatueleza kwa namna yao na mtazamo wao wanavyoona juu ya hili swala. Naweza kumripoti nikiona mtu anataka uongozi kwa ajili ya rushwa, kwa sababu endapo tusipomripoti akichaguliwa yule, inakuwa mafanikio kwake sio kwetu. Kwa sababu kama anajiamini kweli hasa ana uwezo wa kutuongoza, hawezi kuchukua rushwa. Kwa anachukua rushwa kwa sababu tayari ashajipangilia kwamba ana mambo yake binafsi. Kama huna mambo yako binafsi na unafanya vizuri, yote anofanya vizuri ataonekana tu na atachaguliwa bila ya rushwa. Lakini mtu anafanya rushwa, anajijua kwamba mimi tayari na mambo yangu fulani siwezi kuchaguliwa. Kwa hiyo endapo akifanya hivyo, tukimwona tunaweza kumripoti, kwa sababu tusipomripoti baadaye inakuwa ni hasara kwetu sisi. Ndio, napaswa kumripoti sehemu husika kwenye mamlaka husika, na hii ni kwa sababu ukweli usiopingika, tunatambua kwamba rushwa ni adui wa haki kwenye jamii zetu. Na rushwa, tukiendelea kuipokea rushwa kwa kila muda, manake itadidimiza maendeleo, itanyonya urasilimali, uwekezaji, mambo kama hayo. Sasa kuripoti kwenyewe inasaidia kwenye kuinua maendeleo ya jamii. Na ikiwa kutakuwa na utekelezaji mzuri wa hizi hujuma ambazo tumebahatika kuziona, maybe watu wanapokea rushwa, tukaenda kwenye mamlaka husika, itawasaidia wao kuunganisha jamii yenye upendo na maendeleo. Kwa mimi nitashindwa kumripoti mtu, kwa sababu usawa ambao tulionao na tunaangalia kwamba na maisha yetu kwanza tulionayo, ingawa tunaambiwa kwamba tuondoshe muhali, lakini pia inategemea na muhali gani. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi siliafiki swala la kuweza kwenda kuripoti, kwa sababu hata dini yetu pia inasema kwamba anayemstiri mwenziwe na yeye Mwenyezi Mungu atamstiri siku ya kiyama. Kwa hiyo hapa tunaongelea stara, lakini pia tunaongelea jinsi ya kuzibiana hizi siri zetu, isipokuwa kwamba kuna mambo hayawezi kuepukika. Ndio, na ruhusa ya kwenda kumripoti sehemu husika, kwa sababu katoa rushwa kwa sababu ya kitu fulani, na rushwa imekatazwa. Yeye hata kwenda kuchukua hatua, kuona akaenda akatoa rushwa kwa watu ili apate uongozi, kwamba hana vigezo sahihi kwa yeye kile anachotaka, sio sahihi na sio haki kwenda yani kutoa rushwa kwa kutaka kitu fulani, wakati wewe huna vigezo na masharti vya kwenda yani kuongoza jamii. Ni lazima nimripoti sehemu husika, kwa sababu unapoona jambo lolote lile baya na Mungu mwenyewe hapendi hivyo vitu, lazima umripoti mtu, kwa sababu unapokaa kimya tayari naye anakuwa ni member wa kile kitu, kwamba una support kile kitu kiendelee, yani kiwepo. Sasa mimi sipendelee kile kitu kiendelee ama kiwepo, ni lazima nimripoti. Mara baada ya kuwasikiliza wananchi kutoka maeneo tofauti kuweza kutupa majibu kwa mtazamo wao na maoni yao juu ya swala ambalo nimeliuliza, lakini hatukuishia hapo. Tumefunga safari moja kwa moja mpaka katika mamlaka ya kuzuia rushwa na uhujumu uchumi Zanzibar ZAECA, kwa afisa elimu Yusuf Juma aweze kutuelezea sheria ikoje juu ya kumlinda mtu ambaye anatoa taarifa kuhusiana na mambo ya rushwa. Hapa anaeleza kwa kina. Tunapozungumzia sheria ya kuzuia rushwa na uhujumu uchumi, kwamba ili mamlaka ya kuzuia rushwa na uhujumu uchumi Zanzibar iweze kutenda kazi zake, pia ni lazima iweze kupata taarifa. Na taarifa hizi tunazipata kupitia, tunasema, vyanzo mbalimbali. Miongoni mwa vyanzo vyetu vya kupata taarifa ni wananchi ambao wamezunguka jamii. Kwa hivyo kila mwananchi, kwa mujibu wa sheria, moja kati ya jukumu lake mwananchi katika kuzuia na kupambana na rushwa aina yoyote ni kuweza kutoa taarifa. Na mwananchi anaweza kutoa taarifa kupitia njia nyingi. Mojawapo ni kupiga simu bure nambari 113
ama kufika moja kwa moja katika mamlaka ya kuzuia rushwa na uhujumu uchumi, au pia kuweza kutembelea katika mitandao yetu ya kijamii, kwa mfano kama Facebook @zaeka, lakini pia Zanzibar kiingia kwenye Instagram, lakini pia akienda kwenye website ya www.zaeka.go.tz atakuta kuna sehemu ya kutoa taarifa, ataweza kuandika taarifa zake. Kwa hivyo mwingine mwananchi anaweza akapata wasiwasi akasema labda sawa, mimi naweza kutoa taarifa, lakini je, hizi taarifa ambazo nitatoa mimi kama mwananchi nalindwa vipi na mamlaka ya kuzuia rushwa na uhujumu uchumi Zanzibar? Mimi tunataka niseme moja kati ya jitihada ambazo serikali ya awamu ya 8 imechukua katika mapambano dhidi ya rushwa na uhujumu uchumi ni kufanya mabadiliko ya sheria. Kwa hivyo sheria imehamishwa kutoka sheria nambari 1 ya mwaka 2012 na ikaboreshwa na serikali ikapitisha sheria nambari 5 ya mwaka 2023. Katika sheria nambari 5 ya mwaka 2023 kifungu cha 98 kinaweza kutoa ulinzi kwa mtoa taarifa. Kwa hivyo jukumu la kutoa taarifa kwa kila mwananchi ni jukumu lake kwa mujibu wa sheria, lakini pia ni jukumu lake kama mwananchi hii katika kuunga mkono jitihada za serikali katika mapambano dhidi ya rushwa na uhujumu uchumi. Lakini vile vile mwananchi hatakiwi kuogopa, kwa sababu sheria hii kifungu cha 98 kimekuja kumlinda mwananchi yeye endapo pale atatoa taarifa. Na kimekuja kumlinda vipi? Sheria imekuja kumlinda mwananchi kwa namna yoyote ile. Tunasema mtu pengine umetoa taarifa ya mtu, pengine unamjua, labda tunaelekea katika harakati labda hizi za uchaguzi, labda katika harakati za maisha ya kawaida, mtu anatoa rushwa, umemuona, umeshuhudia, unaona kuna mazingira ya kutokea rushwa. Kwa hivyo hii sheria imekuja kukulinda wewe. Hata yule mtu ambaye umemripoti akifahamu, basi sheria inakuja kukulinda wewe kama mtu wa taarifa. Kwa hivyo kifungu cha 98 kimekuja kutoa ulinzi kwa mtoa taarifa. Lakini vile vile sheria hii imeenda mbali zaidi. Labda umetoa taarifa yako, tukafungua jalada, tukaweza kufanyia uchunguzi, tukafanikiwa kesi ikaenda mahakamani. Kwa hivyo labda wewe unatakiwa uje kuwa shahidi, basi kifungu cha 99 cha sheria hii kimekuja kukulinda kama wewe ni shahidi. Kwa hivyo mimi tu niwaambie wananchi, tunapoelekea katika kuunga mkono jitihada za serikali katika mapambano dhidi ya rushwa na uhujumu wa uchumi, basi sisi wenyewe tunatakiwa tusiogope, tujitoe na kujitolea katika kuunga mkono jitihada za Zaeka katika mapambano dhidi ya rushwa kwa kutoa taarifa, kwani mtoa taarifa analindwa kwa mujibu wa sheria. Kama tulivyoweza kumsikia afisa elimu kutoka mamlaka ya kuzuia rushwa na uhujumu uchumi Zanzibar, tumeweza kufahamu kwa kina na kwa zaidi kuhusiana na kifungu ambacho kinamzuia mtoa taarifa anayeripoti kuhusiana na mambo ya rushwa. Jina langu ni Hassan Said kutoka Mshindo TV, lakini nyuma ya kamera ni Ashura Mzee. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare Mshindo TV.